Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovuni. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu watazamaji, jina langu mimi ninaitwa Father Anicetus Kiara, ni paroko msaidizi wa kanisa kuu la Moyo Safi wa Bikira Maria Cathedral ya Bagamoyo. Leo ninapenda tushirikishane kuhusu malezi ya vijana na katika familia. Na kwa sababu hiyo, katika sehemu yangu hii ya kwanza leo, basi tutazungumza juu ya familia. Familia na watoto. Watoto katika familia. Na katika kuzungumza hilo, nimependa kwanza nianze kuelezea familia ni nini. Familia ni kitu gani? Familia kama inavyojulikana ni mahali wanapoishi kwa pamoja baba, mama na watoto. Mahali wanapoishi kwa pamoja. Familia ni mahali ambapo watoto wanazaliwa. Familia ni mahali ambapo naweza nikaita kwamba ni kitalu. Ni kitalu ambacho katika kitalu hicho tunasia mbegu. Nasia mbegu katika hatua ya awali kabisa ya ukuaji. Kwa hiyo familia ni mwalimu kwa mtoto awali ya yote kabisa. Kwa hiyo mtoto anazaliwa katika familia, na kwa sababu hiyo anakuwa yuko kwenye kitalu. Kwa hiyo makosa yanayofanyika katika malezi wakati wa awali ni makosa makubwa sana ambayo vijana au watoto watairithi katika kukua kwao. Kwa hiyo ndio maana katika siku ya leo napenda nituzungumzie zaidi kuhusu familia. Familia ni nini hasa? Familia ni kitalu ambacho ni mahali pa msingi sana katika makuzi ya mtoto. Familia ni mahali pa msingi sana katika makuzi ya mtoto. Familia ndiyo sehemu ya awali kabisa ya mtoto au ya malezi ya mtoto. Ndio sehemu muhimu sana. Familia ikiwa bora, hapo na familia watoto nao watakuwa bora. Na ndio maana lazima tuhakikishe basi kitalu hiki lazima kiwe kizuri katika kumlea mtoto ili kusudi aweze kuwa baadaye. Mbegu nzuri inayosiwa katika kitalu inatoa miche mizuri. Na kwa sababu hiyo, ili tuwe na watoto na vijana wazuri, ni lazima tuwe tumesia vizuri katika kitalu hiki cha familia ili watoto waweze kukua vizuri. Kwa hiyo ni lazima kabisa kuona hilo, umuhimu wa uhitaji wa mtoto kulelewa ipasavyo katika familia ambayo ni kitalu muhimu sana katika maisha ya kwanza au ya awali ya mtoto. Mtoto asipopata malezi mazuri hapo mwanzoni katika kitalu, ni kwamba hataweza kuwa na malezi, hataweza kuwa mtu wa maana katika maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusu mtoto hasa, tuangalie katika ile age ya mtoto ambayo ni tangu mwaka 0 mpaka miaka 9. Hiyo hasa ndio nitakayozungumzia kwa leo. Ni nini ambacho wazazi wanatakiwa kufanya ili kusudi waweze mtoto aweze kutoka hapo kwenye hicho kitalu kabla ya kuingia bustanini. Atoke kwenye kitalu kabla kuingia bustanini. Kwamba kitalu ni mahali ambapo mbegu zinasiwa ili miche yote vizuri, ichipue vizuri.
alafu baada ya hapo sasa inahamishwa kutoka kwenye kitalu ipelekwe bustanini. Bustanini ni hapo sasa tutazungumzia wakati wa ujana. Wakati wa ujana ndiko tutakakozungumzia kuhusu ujana, lakini sasa hivi tunazungumzia kwenye kitalu. Sitaelezea kwa kitaalamu sana kwamba nisome vitabu na nini. Tuelezee tu katika maisha ya kawaida ni nini, au lugha ya kawaida ya chini kabisa, ili kusudi watu waweze kuelewa ni nini kinachotakiwa kufanyika katika malezi ya watoto wetu. Na hilo ndio muhimu, kwamba kumlea mtoto ni jambo la msingi sana. Jambo la msingi sana inatakiwa hiyo. Kwa hiyo niseme familia ni kiwanda. Ni kiwanda nikiwa na maana kwamba kazi ya kiwanda ni kuchakata mali ghafi na kutoa bidhaa. Mtoto anatakiwa atoke vizuri. Kwa hiyo familia lazima ichakate bidhaa, ichakate mali ghafi ili kusudi itoe bidhaa iliyo nzuri. Kiwanda kilicho vizuri, kinachochakata vizuri, kinatoa bidhaa nzuri, na familia inayochakata vizuri itatoa watoto wazuri. Kwa sababu hiyo, malezi ya watoto ni muhimu sana katika familia. Familia ndiyo shule ya kwanza ya kujenga utu wa mtoto. Ni ya kwanza ya kujenga utu wa mtoto. Ubora wa mtoto ni ubora wa familia. Familia iliyo bora itatoa pia mtoto aliye bora. Kuna watu wengi siku hizi ambao ni watu wazima au vijana wakubwa, hawakubaliki katika dunia ya sasa, japo wamesoma sana. Ni kwa sababu ya ukosefu wa mchakato mzuri katika familia wakati wakiwa na umri wa miaka 0 mpaka 9. Kwa sababu hiyo tunachozungumzia leo ni ule umri wa miaka 0 mpaka 9, ili kusudi mtoto apate malezi ya kufaa, mchakato unaotakiwa katika familia ili kusudi mtoto aweze kukua. Katika media siku hizi tunasikia baadhi ya vijana kujiua. Tunasikia baadhi ya vijana wanafupisha maisha yao, wanashindwa kuishi kwa sababu wameshindwa kuyamudu maisha. Sio kitu kingine. Hatuwezi kulaumu huyu kijana huyu kwa wakati huo, lakini tutalaumu familia, kwamba familia haikumsaidia kuyamudu maisha. Na kusaidiwa kumudu maisha ni katika mchakato ule wa mwanzo kabisa wa kumlea mtoto. Mtoto alelewe aweze kuyamudu maisha. Kwamba kuna mfano kwamba mtu au kijana ameshindwa masomo, kisha anajirusha katika ghorofa kufupisha maisha yake. Au unakuta kwamba mtoto alidekezwa sana, kwa hiyo kijana sasa anapewa pocket money kidogo ya shule, kwamba haitoshi, anaenda kujinyonga. Au pengine anakuwa ni reaction mbaya kwa wazazi. Hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu kutoka kwenye kitalu hatukulelewa kuyamudu maisha.
hatukulelewa kuyamudu maisha. Na kwa sababu hiyo, kama mtoto amedekezwa sana, amedekezwa kupita kiasi, tukijua kwamba kila anachohitaji anapewa, tena anapewa na ziada, alafu mzazi hamuulizi matumizi ya hicho alichopewa, wala hataki kujua kwamba mtoto anatumwa dukani, anaambiwa nenda kalete soda ya mgeni, anapewa shilingi 5,000, harudishi change, na soda shilingi 500 au shilingi 600, harudishi change, na mzazi hamuulizi. Au anaichukua hiyo hela, anaenda huko ameenda kuchukua soda, lakini anajitafutia na vitu vingine, ananunua biskuti, ananunua pipi, ananunua nini, alafu akirudi anasema tu, wala haulizi, asemi ni mpaka aulizwe hela nyingine ziko wapi, alafu kisha anasema nimezitumia. Ni mtoto kwamba hajafundishwa, anadekezwa mno, na hii inaleta hatari sana katika vijana, ni hatari sana kwa vijana. Kwa hiyo mzazi lazima amuonyeshe mtoto mipaka yake. Mtoto lazima ajue mipaka yake, na mzazi lazima aonyeshe. Sasa malezi ya watoto sasa hivi ni kwamba hayana mipaka. Anaweza kaenda nakuta kitu kiko juu ya meza na biskuti ziko juu ya meza, anazila. Mtoto hajui, haulizi ni za nani, lakini amezikuta anakula. Alafu na mzazi akija akiuliza, niliweka boksi la biskuti hapa, anasema nimekula, lakini hamuonyeshi kwamba haruhusiwi kula bila kupewa. Mtoto lazima aonyeshwe mipaka yake, Ndugu watazamaji, kipindi hiki ni cha kumwezesha mzazi aweze kumsaidia mtoto akue na ayamudu maisha. Hilo ndio muhimu, na kwa sababu hiyo basi nitazingatia mambo machache yafuatayo. Mtoto wako lazima aone na afuate mifano yako wewe mzazi. Kwa hiyo watoto wanapenda zaidi kuona kuliko kusikia. Kwa hiyo lazima mzazi aonekane kwamba yeye anawajibika, aonekane kwamba yeye ni mtu mzima, anaonyesha mfano mwema kwa mtoto, kwa maneno yake, kwa matendo yake zaidi. Kwa hiyo unaona watoto wanashika zaidi vitendo, na vitendo hivyo kwa watoto havitoki, vinabaki kwenye akili zao moja kwa moja, hazitoki. Na utaona kwamba wao watoto wanajifunza zaidi kutokana na vitendo. Kwa hiyo wajibu wa wazazi ni kuonyesha vitendo vilivyo sawasawa kwa maisha ya watoto, ili mtoto akue aone vitendo vilivyo sawasawa, aone vitendo ambavyo wazazi wanavyotendeana nyumbani. Kwa mfano, wakati wa ugomvi, mzazi akiomba msamaha kwamba waligombana mbele ya watoto, sawa, hawakujali hilo, wakaanza kugombana mbele ya watoto. Sasa wakati wa kupeana msamaha, mzazi aombe msamaha mbele ya watoto, ili kusudi watoto wajifunze kwamba kukiwa na ugomvi kuna kuomba msamaha. Kwa hiyo wanapoombana msamaha, ni kweli kwamba basi waombane msamaha kwa lugha ambayo inakubalika na kwa lugha ambayo inaonyesha mahusiano. Mume wangu nisamehe, nilikukosea. Mke wangu nisamehe, nilikukosea. Watoto hao wataona kwamba watakuwa na imani, na wataona ukweli, kitu cha kweli cha imani isiyo na mchezo, kwamba anapomwona baba yake au mama yake anaomba msamaha mbele ya mtoto, anamuomba msamaha mwenzake, na mtoto anaona, basi anajifunza, anaona baba akimwomba mama msamaha, anamuona mama
akimwomba Baba msamaha. Hayo yote hayo yanajengwa ndani mwake, kwamba kuna ukweli wa kitu ambacho katika imani, na sio mchezo, Kitu cha pili ambacho wazazi wanatakiwa kufanya ni kufundisha watoto kuhusu maadili, kutayarisha watoto kupokea maadili mema, na maadili mema hasa yanaendana na imani. Mimi ningependa hapa, kwa vile mimi ni Mkatoliki, nizungumzie imani Katoliki. Kwa hiyo hapa nazungumza kwa mzazi ambaye ni imani Katoliki aweze kujua, lakini hata imani nyingine pia ni wanaweza kusikia au wakasikia nacho kisema kwamba mtoto akue katika sakramenti, akue katika maisha ya sakramenti, apokee sakramenti. Kwa hiyo mzazi ahakikishe kwamba mtoto wake anapokea ubatizo kwa wakati. Sasa kuna wengine mzazi anakaa na mtoto mpaka nazeeka, mtoto anataka kuoa, sasa ndio anakuja kubatizwa uzeeni, anataka kuoa, ambaye ni miaka 20 na 30 huko, mtoto anapelekwa shule, mtoto anapewa jina ambalo sio lake, kwamba hajapewa rasmi. Anaitwa John, lakini sio John, sio Mkristo, anaitwa tu John. Anaenda shule anaitwa John, anaenda mpaka chuo anaitwa John, alafu mwishoni hajapokea ubatizo. Wakati gani sasa? Anapoenda kufunga ndoa, sakramenti ambayo ya pili, ambayo ya tatu au ya nne, ambayo ingekuwa ndio ndoa, ingekuwa ni sakramenti ya tatu au ya nne ambayo mtoto angetakiwa kupewa. Lakini katika hatua ile ya kwanza mtoto anatakiwa abatizwe, apelekwe kanisani. Mimi kuna mahali ambapo nilienda miaka michache hii iliyopita, nilienda Singida katika parokia moja. Padre aliyekuwepo, kwa sababu nilifika pale siku ya Ijumaa na Jumamosi ndio kulikuwa tukio, na ilikuwa nilale niondoke Jumatatu. Kwa hiyo Jumapili akaniomba niende nimsaidie misa, yeye akaenda Kigangoni. Kuna kitu nilichokifurahia tofauti na sehemu nyingine siku hizi, kwamba katika wanawake 10, 7 au 8 wana watoto mgongoni. 7 au 8, hata kama ana mtoto mwingine amemshika mkono, wanaenda naye kutoa sadaka, kwamba mtoto anaona kwamba nilipelekwa kanisani. Kwa hiyo maadili mema utapata huko kwa kupokea, kwa kusali. Kwa hiyo alipelekwa kanisani kusali, tofauti na sehemu nyingine. Wazazi wanaacha watoto wao nyumbani siku hizi, wanawaacha watoto nyumbani, hawasali tena, hawataki kutembea na watoto wao, Kwa hiyo watoto wafundishwe, watoto watayarishwe kupokea sakramenti, wapokee sakramenti ya wabatizwe, wapokee sakramenti ya kipaimara kwa wakati, Ekaristi takatifu kwa wakati. Lakini zaidi watoto wafundishwe kupokea kitubio, sakramenti ya kitubio. Ni muhimu sana sakramenti ya kitubio, kwa sababu sakramenti ya kitubio inawalea ndani waweze kuwa na hofu zaidi ya Mungu, kwamba lazima watende matendo halali, matendo mazuri. Wasipotenda matendo mazuri, waende wakatubu, waende wakatafute msamaha kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo mtoto anayekuwa katika sakramenti huyo, kwa uhakika atakuwa ni mtoto ambaye anastahili katika jamii kwa vyovyote vile. Lakini mtoto ambaye tumekuwa loose, yani tumewaachia tu, wanakuwa tu wanavyotaka, wazazi hawaendi kanisani, mtoto anakaa tu hapo, anakuwa mkubwa, anazeeka, hajabatizwa, amekuwa mkubwa, hajapokea Ekaristi takatifu, hajapokea kipaimara. Manake kote huku ni mafundisho. Wanapopewa mafundisho haya yanawasaidia katika kukua.
na hii ni muhimu sana katika hii miaka ya mwanzo katika kumlea mtoto. Kwa hiyo unaona wazazi wengine yani wanaenda wao kanisani, lakini watoto hapana, hawapeleki watoto kanisani, wanawaacha nyumbani, eti wanachunga nyumba. Kwa hiyo matokeo yake wanabaki kuchunga nyumba maisha yao yote, hawataona umuhimu wa kwenda kanisani. Wanapoenda kanisani huko wanafundishwa lililo baya, wanafundishwa lililo zuri. Lililo baya uliache, lililo zuri ulifuate. Wanafundishwa kuwa na tabia njema. Ni kweli shule nyingine sasa hivi tunazopeleka watoto ni kwamba tunaangalia tu kama anajua hesabu, 1+1 ni 2, 100 mara 10 unapata 1000. Hiyo ndio wanayojalisha, lakini hawaangalii tabia ya mtoto. Tabia ya mtoto inakuwa katika maono na mafundisho ya dini. Mtoto ndio anakuwa mwema. Lakini pia inafaa kujua kwamba watoto lazima wafundishwe thamani ya maisha. Wafundishwe thamani ya maisha, kwamba heshima kwa wazazi, heshima kwa wakubwa zake, heshima hata kwa watoto wenzake ni kitu muhimu hicho. Asiwe mchokozi, lazima wanafundishwa kule nyumbani. Sasa matokeo yake unakuta kwamba hata wakati nilipokuwa mimi, wakati nikiwa nyumbani, neno sitaki halikuwa msamiati wetu pamoja na ndugu zangu pale nyumbani mbele ya wazazi. Huwezi kumwambia mzazi, anakutuma unamwambia sitaki, leta kile kitu pale, hata sitaki. Yaani huo hakuwa msamiati, lakini siku hizi ni msamiati na wazazi wengine wanafurahia. Kwa hiyo lazima wafundishwe kuwa na heshima. Mzazi hawezi kukutuma alafu useme sitaki au useme hapana, haiwezekani. Unatii, unaenda kuleta kwanza, penda usipende, unaenda kuleta kwanza. Na huko ndiko mtoto anakuwa anajua kwamba lazima ni mheshimu baba na mama, lazima ni waheshimu wakubwa zetu. Kufundishwa, lazima kujua kwamba mtoto ana mipaka yake. Na hapa ni vizuri tuzungumze kabisa kwamba mtoto hakui kama hakutani na sheria za makatazo. Mtoto hakui. Kwa hiyo familia nyingi sasa hivi, kwa sababu ya uzembe, na wala sio uzembe, ni wazazi wenyewe walidekezwa, sasa wanaendelea kuwadekeza watoto wao. Watoto hawakutani na sheria za makatazo tena, kwamba mtoto anakuwa, kuna wakati ambapo mtoto anatakiwa akutane na sheria za makatazo. Sheria za makatazo asipokutana nazo, mtoto hakui, anabakia tu mtoto mpaka akiwa na miaka 40. Unaona kweli ni mtu mzima, yuko pale amevaa suti yake vizuri, ni mtu mzima, gauni lake vizuri kabisa, mtanashati, lakini mwambie aongee, anaongea kama mtoto. Ukifuatilia matendo yake, matendo kama mtoto. Ni kwa sababu hakukutana na sheria za makatazo. Mtoto anayekutana na sheria za makatazo, baadaye anakuwa mtu mzima, anajua hapa nilipo sio mahali pangu, na hapa nilipo ninatakiwa niongee inavyotakiwa. Niko na watu wanaonisikiliza wenye hadhi fulani, sio rika langu. Kwa hiyo lazima niongee kwa heshima ya kutosha, wala sio kwa mzaha. Niongee nao kwa sababu sio rika langu, ni watu wakubwa. Lakini unakuta mtu ana miaka 40 lakini bado anafanya mambo ya utoto. Hii ni kwa sababu hakukutana na sheria za makatazo, kuambiwa kwamba ukifanya hivi unakutana na sheria. Na sheria za makatazo zinasaidia zinamsaidia mtoto aweze kutambua kwamba dunia hii sio yake peke yake.
Dunia hii siyo yake peke yake. Dunia hii ni yake na watu wengine, na watu wengine lazima wawe na nafasi katika maisha yake pia. Kwa hiyo lazima wakutane na sheria. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu biskuti imewekwa juu ya meza, alafu anakuja mtoto huko, anakuja anachukua, anakula. Hakutane na sheria za makatazo kwamba nani alichukua hii biskuti hapa, aseme ni yeye, na mama yake amwambie, hii biskuti sikuwekea kwa ajili yako, tangu leo usishike tena kitu usichukue tena kitu bila kuomba. Omba na useme utapewa, ili upewe. Na ukipewa sio tu chako peke yako, kuna ndugu wengine. Kwa hiyo kuna watoto wengine wakipewa katika umri huu unaozungumzia. Ukiona mtoto wako anapewa kitu, amepewa biskuti, alafu anakula mwenyewe, au anakimbilia chumbani, anaenda kujificha, au anaenda sijui chini ya mti gani, yeye mwenyewe anaenda kula hiyo biskuti, huyo mtoto lazima akutane na sheria kwamba ukipewa sio kula tu peke yako. Vinginevyo katika ukubwani wake, atakapokuwa kijana atakuwa mchoyo, atakuwa mzee atakuwa mchoyo, ni mume wa mtu sasa atakuwa mchoyo hata kwa mke wake, ni mke wa mtu atakuwa hata mchoyo kwa mume wake, na hata kwa watoto pia atakuwa mchoyo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo lazima kujua hilo, lazima tuwalee watoto wetu wakutane na sheria za makatazo, kwa sababu sheria za makatazo ndizo zinazowafanya watoto wakue. Mtoto asiyekutana na sheria za makatazo, huyo hakui. Kwamba lazima mtoto akutane na sheria ya makatazo. Huna ruhusa ya kula chakula bila kusali. Imani yetu inatuambia kwamba kabla ya kula lazima kusali, kabla ya kulala lazima kusali, baada ya kula lazima kusali, baada wakati ukishaamka asubuhi lazima usali kwanza, uende ukasalimia wazazi, msali nao. Sio kuamka na kutoka nje na kwenda kufanya mambo yako, hapana. Unatoka chumbani kwako, unaenda kuwasalimia wazazi kwanza, alafu ndipo unatoka unaenda kunawa uso, unaenda kufanya kitu kingine. Kwamba zoezi la kwanza la mtoto ni makatazo hayo. Zoezi la kwanza la mtoto, usiende kufanya kitu chochote asubuhi. Kitu cha kwanza kabisa ni kuwasalimu wazazi, wajue umeamkaje na ujue wazazi wameamkaje. Hiyo ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo ni muhimu, na pia kujua kwamba kazi zote unatafuta baraka ya Mungu. Kwa hiyo kabla ya kazi yoyote ile, kabla ya siku, lazima kusali. Wafundishwe hilo, lazima kusali, kutafuta baraka ya Mungu katika kusali. Sasa mtoto asiyekumbana na sheria hizo atakuwa anajifanyia mambo ya ajabu ajabu tu. Nilisema nitazungumza kwa lugha ya kawaida kabisa. Utaona kwamba katika maisha, kulea mtoto lazima akutane na sheria za makatazo, kwamba hana ruhusa. Kwa mfano, kuna umri ambao mtoto anaruhusiwa kukojoa akiwa kwenye mikono ya mama yake, anaruhusiwa kukojoa akiwa kitandani. Lakini kuna umri ukishafika, lazima akutane na sheria, akumbushwe kwamba ukishajisikia hali hii, tuambie tukupeleke kwenye poti uende huko, sio tena mikononi wala sio tena kitandani. Lazima kutane sheria namna hiyo, na hizi zinamsaidia pia ili kusudi aweze kukua. Asipokutana na sheria za namna hii, itakuwa tu baadaye litakuwa tu ni litoto likubwa ambalo halina nidhamu katika maisha, ambaye hakui, anaweza kufanya kila kitu kama anavyotaka, na ajue kwamba katika kila umri ina makatazo yake. Lakini ni vizuri kuangalia sana katika huu umri wa mwaka 0 mpaka miaka 9. Ni vizuri sana kuangalia vitu vya namna hiyo. Baada ya miaka 9 sasa, hapo tutaingia kwenye kitu kingine. Lakini nachotaka kusema hapa ni kwamba tuwafundishe watoto wetu kukutana
na sheria za makatazo wakati wakiwa wadogo, wakiwa wachanga. Hapo ndipo tutaweza kupata kitu kikubwa zaidi na kupata mategemeo makubwa kwa watoto hawa. Kuna hasara, ni hasara kubwa sana kumpeleka mtoto shule za boarding, shule za kulala katika umri huu, kwa sababu hatapata makuzi yanayotakiwa au malezi yanayotakiwa na wazazi. Na lazima tukubaliane kabisa, lazima tukubaliane hili kwamba ni vizuri mtoto alelewe na wazazi katika kipindi hiki. Ni kweli tunawapeleka watoto boarding eti kwa sababu tumekosa yaya na sisi tuko kwenye kazi hiyo, siingilii huko, lakini lazima tujue kwamba familia ya kesho ni jinsi ambavyo umemlea mtoto sasa hivi, na mwanadamu wa kesho ni jinsi ambavyo mtoto wa sasa hivi alivyo. Kwa hiyo hawa watoto ndio taifa la kesho, ndio familia ya kesho, ndio kanisa la kesho, ndio mwanadamu wa kesho. Lazima walelewe ipasavyo katika hatua hii ya mwanzo, ili kusudi waweze kujitambua na ili kusudi waweze kuishi sawa sawa. Ni mti sawa sawa na mti. Ili kusudi uwe mzuri, lazima uangalie ukiwa mchanga unakuwaje. Ukijipinda umelala, ukiiwacha hivyo, sasa huo mti basi utakuwa umelala hivyo hivyo na utazeeka hivyo hivyo, na utakapokuja kukata umekomaa, utakuwa unapata hasara. Utapata hapo mbao ya kutosha. Lakini ukiuangalia huo mti, unaona kwamba unajikunja, unawekea mti ili kusudi unyooke, au unafungia kamba iende juu ili kusudi unyooke, huo mti unyooke uende juu. Mtoto naye vivyo hivyo akutane na sheria za makatazo ili kusudi ajue kwamba hiki siruhusi kukifanya. Siruhusi kumwambia baba yangu, mama yangu, mlezi wangu, hapana, anatakiwa atii. Siruhusiwi kufanya mambo ninavyotaka kwa sababu ninaishi na wengine. Mahali pa kufundishia ni hapa katika hii umri huu. Na ni lazima tuweze kujua kwamba hakuna mtu anayeweza kuchuma ndimu katika mlimao, japokuwa inafanana. Hakuna mtu anayeweza kuchuma, kwa sababu ndimu kitakachoanguka hapo chini yake, au kwenda kuchuma kwamba unaenda kuchuma ndimu chini ya mlimao, daima wakati wote chini ya mlimao utaokota mlimao, na chini ya ndimu utaokota ndimu, japokuwa vinafanana. Kwa hiyo lazima kujua malezi, kutaka watoto wako wawe vizuri baadaye, wawe wazuri baadaye, ni malezi mazuri katika huu mwaka wa 0 mpaka 9 ambayo nimependa kuzungumzia leo. Jua kwamba mtoto anakuwa kadiri unavyomlea. Mtoto anakuwa kadiri umleavyo. Kwa hiyo akuavyo mtoto ndivyo ulivyomlea. Na hata kuna usemi unaosema vizuri kabisa, umleavyo ndivyo akuavyo. Ndivyo akuavyo. Na ndio maana kama tukikosea, na tunakosea mara nyingi, wazazi wa siku hizi, wazazi tunaojiita ni wazazi wa .com, tunasahau sana kuwalea watoto katika umri huu. Umri huu ndio tunaotakiwa tuwe na umakini sana wa kuwafundisha watoto, wa kuwawezesha ili kusudi waweze kuwa au kukua inavyopaswa, ambapo tutazungumzia wakati tutakavyoingia tena katika kipindi cha pili wiki ijayo. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana.